Mimi kwa majina naitwa Jacqueline Odongo. Nilikuwa na mtoto wangu hapa akifanya usafi kwa kiwanja akifagia. Wakati mtoto alifika anaenda kumalizia takataka kufagia, tukakaa mimi nafua hapa. Nikasikia kitu ikifanya dup. Mtoto akaanguka chini akaanza kusema, "Mama, kitu imelipukia kwa mguu yangu." Nikakimbilia mtoto, nikapata mtoto ameanguka, damu inatoka, nikamchukua nikampeleka hospitali. Hospitali ya kwanza wakamtibu, wakasema wajui kile kitu yenye imeingia kwa mtoto. Ndio wakatuambia tukapeleka Yala. Kupeleka Yala, huko Yala wakapima mtoto, wakasema tupeleke mtoto X-ray. Kupeleka mtoto X-ray, mtoto akapatikana ako na risasi kwa mguu. Nilistuka, juu si kitu yenye haijawahi tendeka. Mara ya kwanza usikia kwa kitu kama hiyo imeshafanyika kwa boma, na si mahali penye unaweza sema labda hatuko nako mtu yoyote kwa boma ama kwa heri ama kwa barabara. Si tulisikia tu hiyo mlipuko na tujui penye ilitokelezea. Mimi kwa majina naitwa Rose Odongo, hapa ni Siandumba sublocation, na mimi si kuichukulia kama kitu ya rahisi. Nilichukulia kama kitu mzito sana kwa moyo wangu, na tukashindwa tutafanya aje. Hata sisi wengine tulishtuka kwa roho. Tulishtuka hata tukashindwa tutasema nini, lakini hiyo kitu inafaa serikali iangalie, itusaidie. Haleluya. Mimi kwangu kwa majina naitwa Samuel Ngota. Kwa hivyo tunataka serikali itusaidie. Huyo mtu ajulikane alikuwa mtu gani. Kama alikuwa mtu kutoka kwa area, kwa sababu pengine kuna watu wako kwa area na wako na bunduki. Sisi hatuwezi jua. Tujue hiyo risasi itoka kwa mtu wa area ama itoka kwa mtu wa mmoja wa utawala wa serikali ya Kenya. Kwa jina langu ni Elfa Samko Odongo. Hapa ni boma langu. Sasa mimi nashangaa mambo ya marisasi imeingia risafu hapa. Mtoto mjukuu wangu alikuwa hapo kwa boma. Sasa saa 4 asubuhi nikashtukia mtoto amechapwa na risasi. Nilikuwa nimeenda kwa duka kumtafutia risiki ya maziwa ya siku. Kushtukia naitwa nyumbani mtoto amechapwa na risasi. Sasa tunataka serikali tusaidie. Kama risasi imefika hapa risafu, je, kwa manjia itakuwaje? Kama risasi inaweza chapa mtoto asubuhi na usiku itakuwaje? Tunahofia maisha yetu. Serikali tusaidie, na hata wananchi wengine pia watutetee maisha. Maisha imekuwa mabaya. Sasa hii nchi yetu imekuwa mbaya. Tunalala tu kama tunahofia maisha yetu. Mimi majina yangu ni Johnston Muyaku wa kijiji Tondo Village, Siandumba sublocation, Masaba location. 2012 ikiwa mtaa wa area hii Tondo Village, Siandumba sublocation. Ni jambo lilitokea kwa kijiji yangu Siandumba ambayo Tondo. Ilikuwa ni ajabu, sijawahi kusikia hata siku moja, na itaitendeka kwa wakati paka toka wakati mlikuwa mwami wa area hii paka dakika ya mwisho hii. Imekuwa ajabu na haijatokea hata siku moja. Na hiyo kitendo ilifanyikana, ilikuwa kama ndoto. Kwa shauri ilitokea tu kwa mtaa Tondo Village, kuna mtoto amejeruhiwa na risasi.